Mheshimiwa wa Kenya TV mahali popote ulipo, hujambo, natumai umzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio, haswa niendelee kukutaarifu yale ambayo yanaendelea kuhusiana na aliyekuwa waziri katika serikali iliyopita ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Mheshimiwa Raphael Tuju. Ni kipi ambacho kinaendelea? Sasa kuna habari ambazo zimefika tena katika meza yetu ya habari. Zinasema ya kwamba Raphael Tuju amekamatwa na maafisa wa polisi na kusemekana ya kwamba amevunjika mgongo baada ya kurushwa katika gari la polisi. Nani amesema haya na ni kipi hiki ambacho kinasemekana? Nikuundie msingi tu kidogo ili uweze kuelewa. Raphael Tuju kwa masaa 48 yaliyopita alikuwa amepotea. Hamna yeyote ambaye alikuwa anaelewa ni wapi Raphael Tuju alienda. Lakini akajitokeza mwenyewe siku ya leo, siku ya Jumatatu, baada ya vyombo vya dola kuanzisha uchunguzi ili kujua na kubaini ukweli halisi wa mambo alipo Raphael Tuju baada ya mashambulizi kurushwa kwa serikali kupitia wale ambao wako katika serikali jumuishi ya kina Oburu Odinga na wale ambao wako katika mrengo wa upinzani akina Kalonzo Musyoka, ambao walitangaza maandamano makubwa ikiwa Tuju hawezi kuachiliwa. Sasa Tuju baada ya uchunguzi kuanzishwa na serikali, yeye mwenyewe akajitokeza akasema ya kwamba alikuwa amejificha yeye mwenyewe baada ya kudai kwamba alikuwa anafuatwa na gari ambalo halijulikani, halikuwa na nambari ya usajili. Akaogopa, akahofia maisha yake, akatoroka, akaliacha gari lake barabarani. Sasa baada ya kuzungumza hayo, baada ya kuhutubia vyombo vya habari, kilichofanyika huwezi kuamini, kwa sababu kulingana na sheria angeenda aandikishe ripoti kwa kituo cha polisi. Na sasa tunataarifiwa ya kwamba kupitia Ndewa Njiru ama Njiru Ndewa ambaye ni wakili, anadai ya kwamba maafisa wa polisi walimshika wakamrusha kwa gari lao baada ya kuzungumzia waandishi wa habari, na kwa sababu Tuju alikuwa amepata accident, mgongo wake sio mzuri, inaonekana ameweza kupata hitilafu na wanatafuta ambulensi impeleke hospitali. Naomba kuweka hiyo sauti tusikize, nikirudi nitakuwa na kueleza kwa undani. Lakini kabla niweke sauti ya wakili Ndewa Njiru, nashukuru kwa wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya like kama njia moja ya kutukabidhi support. Na ikiwa hauja subscribe, na kuomba tu uweze kusubscribe na uwasha kengele ili wakati wowote tunapoweka kanda mpya utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Mkenya TV tumeweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Tumsikize wakili Ndewa Njiru. You all remember that he had a very bad accident about 3 years ago. So they pushed him into the car. He hurt his back. As we speak, Honorable Tuju is not well. We have just invited the doctors, Karen Hospital, come and advise her. They are saying Honorable Tuju gave false information about his whereabouts and about his missing. But even if an arrest must be arrest that is humane. So as we speak, we are waiting for the ambulance come and take Honorable Tuju to the hospital. They have really injured and hurt his back. They were trying to push him into a Subaru. I have demanded that we cannot leave Karen Police Station until an OB entry is done. Sauti hiyo ni ya wakili Ndewa Njiru, vile ameweza kueleza kuhusiana na kilicho sababisha mgongo wa Raphael Tuju kuwa na shida, na sasa wanataka madaktari waingilie kati waweze kumuangalia kwa undani ili kutathmini shida iliweza kutokea kutoka eneo lipi. Lakini madai ya wakili huyu anasema ya kwamba aliweza kushikwa vibaya na kwa sababu hajapona vizuri mgongo wake.
Stephen Kalonzo Musyoka ambaye ni kiongozi wa chama cha Wiper alikuwa pale, na yeye kuna yale ambayo ameyazungumza yeye mwenyewe. Amelaumu maafisa wa polisi kwa vile walikuja kumtoa ama kumuondoa Raphael Tuju alipokuwa. Naomba kusoma yale ambayo ameandika katika mtandao wake wa kijamii. Amesema hivi: hours ago, police and DCI officers surrounded and barricaded Honorable Raphael Tuju's home. Yani anaeleza kwamba maafisa wa polisi na wale wa kitengo cha ujasusi waliweza kuzingira makao ya Raphael Tuju, refusing to let anyone leave until they had him. Hawakuruhusu yeyote kuondoka hadi wakati walipomfikia Raphael Tuju, Kalonzo said on social media. Akaendelea kusema ya kwamba he added, I personally, huyu ni yeye Kalonzo Musyoka anasema yeye mwenyewe, drove him to Karen police station. Yeye alimuendesha hadi kituo cha polisi cha Karen to record a statement in good faith, ili kuandikisha ripoti yeye mwenyewe, akiwa amejitokeza yeye mwenyewe kuandikisha hiyo ripoti. In the spirit of the process, what followed was unacceptable. Honorable Tuju was carried away in a manner that no Kenyan, indeed no human being, should ever experience. Yale madhambi Raphael Tuju alifanyiwa, hamna binadamu, hamna Mkenya ambaye akona ubinadamu anaweza kufanya haya ama kufanyiwa haya. Kwa hivyo Kalonzo Musyoka analaumu kitendo kile ambacho kiliweza kufanyika, kwa sababu anaeleza mwenyewe aliweza kumuendesha Raphael Tuju kuelekea kituo cha polisi cha Karen ili kuandikisha ripoti kuhusiana na yale ambayo yalifanyika. Ikumbuko ya kwamba Raphael Tuju aliweza kudai kuna watu ambao walitaka kumunyang'anya mali yake. Haya yote ndiyo yameunda msingi kupitia shida, changamoto za hapa na pale. Akadai anafuatwa na watu ambao wasiojulikana. Ikabidi akaondoka, akaacha gari lake hapo, akazima simu, akaingia mahali palikuwa save ili kujiokoa kimaisha. Sasa tunataarifiwa ya kwamba mambo sio mazuri kwa Raphael Tuju, haswa hali yake ya kiafya. Ikumbuko ya kwamba wakati aliyekuwa rais hapa Kenya, Mheshimiwa Daniel Toroitich Arap Moi, wakati alikuwa anazikwa katika kaunti ile ya Baringo, Tuju wakati huo alikuwa anasafiri kwa gari kuelekea ili kuhudhuria mazishi ya Moi. Akapata ama akahusika kwenye ajali ya barabara, akafunjika hapa na pale. Wakati huo tuliweza kuwafahamisha yale ambayo yaliweza kutendeka, na sasa mwili wake sio sawa kulingana na wakili Ndewa Njiru. Wakati aliposhikwa na maafisa wa polisi, mgongo wake ulionekana kuwa na shida, na wanataka uchunguzi kufanywa na madaktari ili kujua ukweli halisi wa mambo na vile anaweza kushughulikiwa. What do you think? Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo na tia kikomo katika uchanganuzi na kukueleza yale ambayo yanaendelea, haswa kwa ukamataji wa Raphael Tuju aliyekuwa waziri katika serikali iliyopita ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Tukutana katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye, lakini this is a developing story. Tukipata taarifa zingine
tutarejea ili kuwafahamisha. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza na hauja subscribe katika channel yetu ya Mokenya TV, na kuomba tu ukaweze kusubscribe. Kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubalishiwa na kuandikiwa subscribe. Tutakadio kwa kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV, ili wakati tunapoweka kanda utakuwa wa kwanza tazama. Sambaza link ya kanda hii kuelekea group 1 au 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook, ili tuendelee kujulisha wingi tena zaidi. Asante sana ladies and gentlemen. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.